Hivi karibuni kumekuwa na story ambayo imezua headlines zaidi katika mitandao ya kijamii haswa Instagram, mara baada ya watu wengi na mashabiki kutagi akaunti ya Uncle T kwa waziri Dorothy Gwajima. Sasa baada ya hapo, Dorothy Gwajima akawa ameweza kutolea ufafanuzi na kutolea maelekezo kwamba Uncle T kuna namna inabidi aanze kufuatiliwa ili kuweza kumdhibiti kwa kile ambacho anakifanya katika mitandao ya kijamii. Tunafahamu Uncle T ni mwanaume, lakini muonekano ambao anaonekana anajionyesha kwa muonekano wa kike. Sasa kuna namna kama kuna vitu ambavyo anavipambania au anavifanya ambavyo ni kinyume na maadili ya Tanzania. Sasa baada ya hizi story sana kuzua headlines katika mitandao ya kijamii, nimeamua kusogezea baadhi ya watu maarufu kutoka hapa Tanzania ambao waliwahi kuonekana katika mionekano ya kike ingawa wao walikuwa ni wanaume. Tunaanza na Mario kama unavyomtazama hapo, muonekano wa nguo fulani hivi ambao ni kama gauni la wanawake ambao kwa sasa hivi lina trendi sana na kila mwanamke anakuwa nalo, anavaa, lipo on chart, lipo on trending. Lakini mwingine nimekusogezea hizi picha mbili. Hawa ni wachekeshaji kutoka hapa Tanzania. Mmoja ni Shafi Brand au Shafi Comedian, lakini pia yupo na anaitwa Koi Mzungu, na hii ilikuwa ni kipindi wanafanya promotion ya moja kati ya comedy event ya wanawake Tanzania. Lakini mwingine ni huyu hapa mwigizaji na mchekeshaji pia kutoka Tanzania, anaitwa Joti. Muonekano wake of course ni muonekano ambao ni wa kike, lakini hapa alikuwa location wakati wanashoot baadhi ya clips zake ambazo siku zote hivyo tunazitazama kupitia YouTube channel yake ya Joti TV, na huo ndio muonekano wa Joti. Mwingine ni Barnaba Classic. Huyu hapa na yeye, hizi video zilitrendi sana kipindi cha nyuma, nadhani miaka 2022 2023. Alikuwa kama mtaani amevaa kisketi na muonekano kama huo, so wengi walikuja na comments zao kuhusiana na Barnaba Classic, lakini ndivyo hivyo ambavyo muonekano ulikuwa. Mwingine ni huyu hapa msanii wa ucheshi au mchekeshaji kutoka hapa Tanzania, anaitwa Dulivani, na yeye kama kawaida tunafahamu kuna character ambayo anaitumia kama Mama Chogo katika mitandao ya kijamii kuonesha uhalisia wa zile video zake. So huyu ni moja kati pia ya mtu maarufu kutoka Tanzania ambaye amewahi kuapia kwa kuvaa mavazi ya kike au kuonekana muonekano wa kike. Huyu mwingine ni msanii wa Bongo Flava kutoka hapa Tanzania, anaitwa Harmonize, mmiliki wa Konde Gang Music Worldwide Record Label, na huyu pia amewahi kuonekana amevaa kama unavyomtazama kama kigauni, kama kisketi fulani hivi. Kigauni sio kigauni, kisketi sio kisketi. Na kila mmoja alikuja na komenti zake katika mitandao ya kijamii kumuuliza, vipi, mbona Harmonize ameonekana katika muonekano huu? Na hii appearance ilitokea wakati wanashuti wimbo wake pamoja na Angela, that time wakati Angela bado yupo Konde Gang. Lakini pia niko na mtu mwingine wa mwisho. Huyu ni msanii wa Singeli, anajiita King of Singeli hapa Tanzania, anaitwa Dula Makabila. Na yeye kuna kipindi aliwahi kuonekana katika muonekano wa hivi ambavyo unaweza kumtazama, makeup ya kutosha, wigi la kutosha na maelekezo yakawa kama hivyo. Sasa nimeamua kusogezea hii list nzima ya hawa wasanii ambao waliwahi kutokea katika muonekano wa kike, ambao mpaka sasa hivi ndo story ambao inazua headlines katika mitandao ya kijamii mara baada ya watu kumtagi sana Uncle T kwa waziri Dorothy Gwajima ili aweze kumchukulia hatua. Na kuna baadhi ya watu wengi ambao tayari wanaendelea kuwatagi watu tofauti ikiwemo Kisura wa Mbeya na watu wengine ambao wamejaribu kubadilisha mionekano yao na kuweka mionekano ya wanawake. Hii ni Mnazi TV, mimi naitwa Moni himself. Endelea kusubscribe YouTube channel yetu, endelea kubaki na Mnazi TV kwa taarifa zote zitakazokuja hivi punde.